Je, serikali imejipangaje kuhakikisha ongezeko la vyombo vya habari mtandaoni haliathiri maadili na utamaduni wa taifa letu? Swali hili linatolewa majibu na Naibu Waziri Hamisi Mwinjuma kutoka Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Spika, serikali kupitia Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA imeendelea kutoa leseni za vyombo vya habari na waandaaji wa maudhui mtandaoni kwa maombi ambayo yanakidhi vigezo vilivyowekwa ili kupanua wigo na kutoa habari nchini kwa kuzingatia sheria na kanuni za utangazaji. Hadi Machi 2025, leseni 206 za televisheni na redio za mtandaoni zimetolewa. Aidha, serikali kupitia TCRA imeendelea kutoa elimu na imekuwa na programu maalum za kuelimisha watumiaji wa mitandao kuhusu matumizi sahihi na salama ya mitandao na kuendelea kufuatilia wale wanaokiuka maadili ya Mtanzania na kuwawajibisha, ikiwemo kuwafungia uzalishaji wa maudhui na kuwapiga faini kwa mujibu wa sheria za vyombo vya habari na za nchi. Mheshimiwa Spika, fauka na hayo, serikali imeanzisha bodi ya ithibati ya waandishi wa habari ikiwa ni utekelezaji wa sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016. Bodi hii inasimamia weledi na maadili kwa waandishi na kuhakikisha waandishi wenye sifa tu ndio wanaoruhusiwa kutumika katika vyombo vya habari. Mheshimiwa Amina. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa majibu mazuri ya serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, umekuwa na ongezeko kubwa la vyombo vya habari vya mtandaoni. Je, bodi ya ithibati inasimamiaje kuhakiki waandishi wa habari? Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Kujibu swali la Mheshimiwa Amina kwa niaba ya Mheshimiwa Taufika, bodi ya ithibati lengo lake la msingi litakuwa ni kuhakikisha kwamba inasimamia weledi na maadili miongoni mwa waandishi wa habari, wakiwamo waandishi wa habari wa vyombo vinavyotekeleza majukumu yake mtandaoni, na litakuwa na jukumu la kusimamia vyote hivi ili kuhakikisha kwamba waandishi wa habari wanafanya shughuli zao kwa kufuata weledi, maadili na kuzingatia usalama wa taifa bila kukandamiza uhuru wa habari.